إذن فالعقيدة المباركة عقيدة التوحيد التي هي دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله دينا سواه عقيدة مستمدة من مورد عذب ومنهل صاف كما تلوتاجه كنيوم itikadi hii iliyo na baraka, itikadi ya tauhid ambayo ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hakubali dini isiyokuwa hii ya tauhid. Dini hii imechukuliwa kutoka katika chemchemu safi kabisa, sehemu iliyo na maji matamu kabisa safi. ومن نهل من المورد الأول والمنهل العذب وجد بقية المنابع كدرة وملوثة. na yule ambaye atachukua moja kwa moja akawa anwa katika maji yale masafi kabisa, akiletewa maji machafu yajua haya si masafi, amechukua mali sipo wewe. لكن لا يعرف الإنسان تلوث هذه المصادر إلا إذا عرف المنبع الصافي النقي الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله. mtu hawezi kujua maji machafu mpaka mwanzo awe ashakunu masafi. Akishakuna maji masafi, kuna wengine hapa kwenu hapa mlipokaa mashallah watoka mbali vijijini huko, hata maji yao no ya mtoni wako hapa katika ndugu zetu, hasa waje hapa wenda kunwa pale kwenye friji pale maji baridi mineral water safi. Mkirudi kwenu mtaharizana, mtaendesha, nakwambia kweli, sababu wapita muda wana maji safi, kisha waje kuambiwa kuna pale mtoni nenda kateke maji, na kuteka maji ya mtoni tumbo lako lishakuwa safi. Sasa ukianza kunwa tu waanza kuendesha. Kwa nini? Kwa sababu hii nazungumzia kibinadamu, ashazoea kuna maji safi, hajazoea ile maji. Na ukienda kule ukanwa wewe mwisho utazoea, utaona maji ya kawaida. Unaelewa? Tulikuwa tukiishi Hadramaut kule Yemen, maji yetu ya kisima, piga maji ya kisima tu kila siku, kisima wewe kisima. Si kitambo mmekwenda mmepewa maji mmeshindwa kunwa. Maji vipi ya chumvi? Si wewe ulikuwa ukianwa maji? Nilikuwa nikianwa, sasa siyawezi yani. Kwa sababu kishakunwa maji safi. Sasa katika itikadi zaidi, ukishakunwa ile itikadi safi, kwa uwezo wa Allah hakuna mtu aweza kukuchezea. Wallahi aliyesoma tauhid kisawa sawa akaja mtu na khuzaabalati zake zile, atamcheka kweli kweli. Wasemaje? Hawajua kuna babu mmoja katokea kule Waloliondo, asema ukipiga yale maji wapoa, akuangalia hivi, kwani maji yake ya Zamzam si maji ya mtoni. Watu waliliwa wewe, na waloliwa wengi ukiangalia ni wale ambao hawakusoma itikadi sahihi. Hawa waliwa kidunia na kidini, na wakaamini wakaenda. Mzee akauza we, kisha hata akija kishtukiwa chezea watu, shakula nyingi tu, sababu watu hawaja kunwa itikadi safi, ndio maana wachezewa. قال ولهذا كثير من المشركين بعد هدايتهم ودخولهم في التوحيد يتبين لهم أنهم كانوا قوما لا يعقلون. kwa sababu hiyo angalia watu wengi waliokuwa katika shirki kisha wakaijua tauhid, yawabainikia kuwa huko mwanzo walikuwa ni watu hawana akili. Wewe wenyewe wasema hivyo. بينما هم في وقت ضلالهم وشركهم وباطلهم يظنون أن ذلك هو العقل الصحيح والدين القويم. wakati wao walipokuwa katika shirki kule, wakiona ile mambo sawa, jambo la sawa tu, haina tatizo lolote, sababu wanzoea hivyo. hebu chukulia wewe. ولهذا كان بعض الصحابة كنفان رضي الله عنهم أحيانا يجلسون ويذكرون من أخبارهم الغريبة عندما كانوا على الشرك ويحمدون الله الذي هداهم إلى الإسلام والتوحيد. وصحابة wakati mwingine walikuwa kikaa wakianza wakumbuka bwana tulikuwa wajinga, wakumbuka bwana tulikuwa tuabudu mawe bwana, alhamdulillah Allah akatuongoza kwenye tauhid. Wasema wenyewe sasa tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika ujinga, hatujui, Allah akatuletea neema ya huyu mtume alayhi salatu wassalam tukamfuata. Angalia vile tulivyokuwa wajinga sisi. Wazungumza hivyo sio?
wataja yale mambo ya kule nyuma ili kukumbuka neema ya Allah ya tauhid aliyowapa. Na leo pia hivyo hivyo uweza kupata mtu ambaye alikuwa khurafi kweli kweli, Allah akamuongoza katika haki. Kuna mmoja aeleza asema sisi ilikuwa tukiona ile ho ndiyo kumtaja Allah kwenyewe, hakuna mfano wake, ile khasatul khassa, dhikri ya wale wenyewe. Asema lau kama mtu nje atapita haweza kudhania walioko ndani si wanadamu. Yeye mwenyewe asema haweza kudhania kuwa walioko ndani ilikuwa ni mbwa, na sisi tukiona kuwa tuko mbali tuendelea kweli katika dhikri.